ukiwa hadharani na timu yako imepata ushindi magoli 3-1. Asante, nafikiri ni kitu kizuri ambacho mwana Yanga yoyote anapaswa kujivunia kuwa sehemu ya historia hii, lakini pia kuwa sehemu ya uungwaji mkono kwa timu yetu. Tunafahamu kwamba mashabiki siku zote jukumu letu ni kuwa wachezaji wa 12 uwanjani, na tukio la leo limethibitisha hilo, ama wana Yanga tumelithibitisha hilo, na kwa kweli nina fahari. Nimeiona timu yangu kwa mara ya kwanza kwa msimu huu ambao dhamira, nguvu, hisia, kila kitu kinaelekea kwenye mashindano haya ambayo yamekwisha kuanza tayari, na tukiwa tunatarajia basi kuandika historia tena kwa kulichukua kombe kwa mara ya 6, kama ambavyo tumekwisha kuweka rekodi ya kulichukua kombe hilo kwa mara ya 5 mfululizo, na tumedhamiria kwa mara ya 6 mfululizo. Kwa binafsi, kwa niaba ya wanachama wenzangu, tumefurahi kuwa hapa na kwa kweli matumaini ni makubwa kwa msimu unaokuja. Tumzungumzie X Factor Stephan Kiazizi ambaye aliwahi kuhudumu kwa mafanikio makubwa ndani ya Wananchi Young Africans. Amerejea tena ndani ya klabu ya Wananchi. Umepata testi ya msimu mzima mpaka kutimia mechi 30. Kwa maana ya samani sijaelewa. Nasema Stephan Kiazizi aliwahi kuhudumu kwa mafanikio makubwa ndani ya kikosi cha Wananchi Young Africans. Hii leo ametambulishwa tena, atajiunga na Young Africa tayari kwa ajili ya mechi ya pili mpaka mechi ya 30. Umeshapata testi ya namna ambavyo timu yako itakuwa mpaka kufikia mechi 30 ndani ya Stephan Azizi akiwepo? Wakati anatambulishwa, Azizi alipopewa nafasi ya kuongea alisema ana furaha kurudi Tanzania, lakini especially klabu yake ya Yanga. Azizi amesema yeye akiwa Tanzania hasa Yanga anakuwa yuko nyumbani. Kwa amefurahi kurudi nyumbani. Maana yake ni kwamba amerudi kwenye nyumba ambayo anaifahamu, amerudi kwenye nyumba ambayo anajua watu wake wakoje, amerudi kwenye nyumba ambayo anajua utaratibu wa maisha. Lakini Azizi ukimzungumzia kama mchezaji, kila mtu atakubali kwamba amesha prove alipokuwa Tanzania. Ameshatuonyesha uwezo wake ni upi, na hata wakati anaondoka sio kwa sababu alikuwa amechokwa, ni kwa sababu alionyesha uwezo, ikaja ofa, timu ikamuuza na ikaingiza kipato. Kwa hiyo ameona kuna haja ya kurudi nyumbani kwa sababu kule alikwenda kama mchezaji mambo hayakuwa vile ambavyo yeye alitarajia. Akasema ninapo nyumbani pa kwenda, na kitendo cha wananchi kumpokea kwa kumshangilia leo maana yake ni kwamba kinajua uwezo wa Azizi, talent ya Azizi, lakini pia loyalty ya Azizi kwa wanayanga inafahamika. Kwa binafsi Azizi anarudi tu kutimiza matamanio ya wanayanga ambao walikuwa nayo, hususan mchezaji kama Azizi wa quality yake kwenye namba 10, ukizingatia kwamba msimu huu moja kati ya malengo aliyoyasema president ni kufika robo finali ya kombe ya ligi ya mabingwa. Azizi ni mchezaji wa kariba hiyo. Azizi ni mchezaji wa mashindano kama hayo. Kwa kwetu tumempokea kama alivyosema amerudi nyumbani. Tunaamini alipokuwa hapa aliprove, alituonyesha anaweza, anajua na alitusaidia. Prisco ni mtu wa soka. Mzungumzie kidogo Peter Shalulile ambaye mchezo wa dabi hakufanikiwa kupata goli, lakini hii leo dhidi ya Namungo mechi ya kwanza amefanikiwa kutupia goli lake la kwanza la msimu. Shalulile ni mchezaji mkubwa barani Afrika, ameandika historia akiwa na Mamelodi, ni player wa timu ya taifa ya Libya, anaanza kwenye first 11 ya timu kutokana na matumizi ya mwalimu ambao atakuwa anamtumia. Kwa hiyo unapomzungumzia Shalulile unazungumzia wachezaji ambao ukiwataja sio tu unahitaji jina bali unahitaji brand ya soka la Afrika kwa ujumla wake. Kwa binafsi ninajisikia faraja kuwa na timu ambayo kwenye historia tumeandika kumpata mchezaji mkubwa mwenye profile kama ya Shalulile. Ninaamini kwamba uwepo wake kwetu sio tu tunategemea makubwa kutoka kwake, lakini timu yetu inapokuwa na mchezaji kama Shalulile kuna kitu na kuna hadhi kubwa ambayo yeye kama yeye anaiongeza kwenye timu yetu na kwenye ligi kwa ujumla wake. Kwa namna ambavyo